Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu. Rafiki na mpendwa, naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema usikubali laana ya miungu ikushinde. Kitabu kile cha Samuel wa kwanza mlango wa 17 na mstari wa 43. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa makini nayo ni matamko ambayo watu wanakutamkia kupitia miungu yao. Maana miungu inafanya kazi kama hutakuwa na ufahamu wa kupingana na roho ya miungu pale unapotamkiwa neno kupitia miungu ya watu. Kwa sababu kila tunapoishi kuna miungu inayetawala, na miungu ipo kwa sababu kuna watu wanaoabudu ile miungu, na kuna watu wanaamini ndani ya miungu yao na wanatamka maneno mabaya kupitia miungu yao. Saa ingine wanafanya kazi kwenye eneo ambalo watu wanaabudu miungu tofauti na Mungu unayemwabudu. Mungu wako lazima ajidhihirishe katikati ya ile miungu, kwa sababu Mungu ni Mungu atawalaye. Wakati Daudi anakwenda kupigana na Goliath, Goliath aliamini miungu yake kuliko hata fimbo aliyokuwa nayo, na ndio sababu alipomdharau Daudi hakujua kama Daudi ana Mungu tofauti na miungu yake. Ndio maana anafungua kinywa chake alipomwambia Daudi, unanijia kwa fimbo kama mbwa. Haikumaliza, akamwambia, ninakulaani kwa jina la miungu yangu. Daudi alipotambua ya kwamba imetamkwa laana kwa jina la miungu yake, Daudi naye akabadilisha na kumwambia, wewe unanijia kwa mikuki na silaha kubwa, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Daudi anapingana na roho ya miungu kupitia jina la Yesu. Nami asubuhi ya leo nakuambia mpendwa, geuza kila tamko ambalo limetamkwa kupitia miungu juu ya maisha yako. Geuza kila neno ambalo limetamkwa kupitia miungu kwa ajili ya kazi ya mikono yako. Ayamkini kuna watu waliokaa wakaapa kwa miungu yao ya kwamba wewe utafanikiwa. Chukua nafasi ya kumtambulisha Mungu aliye hai kwamba Mungu ana uwezo juu ya miungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 19 mstari wa 2, maandiko yanasema, ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe na kusema, miungu na wafanye hivyo na kuzidi, nisipoifanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo ya hao. Eliya aliposikia ujumbe huu kutoka kwa Yezebeli, alitoroka. Miungu yanamfukuza Eliya. Biblia inasema akaenda kutafuta mahali pa kuhifadhi roho yake. Kwa nini? Roho ya hofu imesababishwa na miungu. Yezebeli hana nguvu, lakini ana miungu. Akamwapia kwa jina la miungu kwamba miungu wanaweza kufanya zaidi ya kile ulichokifanya wewe. Wewe umeua manabii, lakini usipokaa sawa, miungu yangu yanafanya. Yezebeli alijisifia juu ya miungu.
Na asubuhi ya leo Mungu akupe neema ya kusimama ili upindue kila meza ya miungu, upindue kila kiti cha miungu, ugeuze maneno ambayo miungu yametamka juu ya maisha yako, juu ya uzao wako, juu ya utumishi wako. Miungu yametamka kwamba hutaolewa. Miungu yametamka kwamba hutajenga. Miungu yametamka kwamba hutafanikiwa, hutakuwa chochote. Geuza kila neno ambalo miungu imetamka juu yako. Ayamkini ni miungu ya ukoo, ayamkini ni miungu ya mababu na mababu, yanasema yanataka roho yako. Usikimbie, lakini tafuta uso wa Mungu. Geuza kila ibada ya miungu iliyofanyika kwa ajili yako. Vunja kila madhabahu ambayo imeshirikishwa miungu kwa ajili yako, ili wewe uwe na hofu. Elia akakimbia. Kinachomkimbiza Elia ni nini? Miungu ya Yezebeli inamkimbiza. Ameua kweli watu wengi, amekuwa shujaa, ni nabii wa Bwana, lakini miungu yalimtishia. Nami nikwambia asubuhi ya leo, usiruhusu miungu ikutoe kwenye nafasi. Usiruhusu miungu ikutoe kwenye kusudi ambalo Mungu amekusudia. Miungu yasikutoe kwenye nyumba yako. Miungu isikutoe kwenye ofisi ulionayo, kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko miungu yanayesema. Na tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, asante kwa sababu ya mtoto wako huyu asubuhi ya leo. Kuna ambaye anateswa na miungu ya ukoo, kuna ambaye anateswa na miungu ya kabila lake. Ninaomba roho ya ukombozi ya kufunguliwa kwenye eneo la miungu, ili akapate kuwa huru katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Namba yangu ya simu ni 0766921170.